Yaani unaendekeza kidogo sio sana. Nyoshi alisemaga somo katika yeye ndo katika wanaume yeye ndio kazaa, yani yeye ndo kaazalisha wanawake wazuri duniani kuliko mwanamke wengine yeyote. Hebu atuweke sahi, kauli iliziwaga gumzo somo. Mimi watoto wangu wakaangalia, mimi watoto wangu ni wazuri wote kuliko dunia nzima. Ukamona kana alipatia jina nini yako, simu yangu iko wapi? Niangalie simu hapa nionyeshe watoto ili walikubali vizuri. Tutaizoom jambo hili hapa. Ukoona kwa sababu mimi najielewa. Maana somo wanawake walikuja juu kwamba Nyoshi wanawake kwamba sisi wengine wanawake kwamba wanaume zetu wameambulia mabua. Maana kusema hii kadhaa na wanawake wazuri duniani, sio Tanzania, duniani wengine wote. Si mimi na si anasifia bwana, sio kusifia. Mimi wanawake wangu ni wazuri. Wanawake wangu wote ni wazuri. Hakuna mbonona kama huyo. Ujo Shakira. Unamuona? Hem, tuje kuizoom kwanza. Huyu umezaa naye. Rashida, weka kwenye kamera Shakira. Sile peke yetu. Huyu mbona amefanana na mtoto wako? Wewe tena. Anafanana Brandina. Sasa nakwambia. Tuzumishie kwetu. Tuone somo. Watu tuone kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Sasa hapa. Jacobo, umeona jambo hilo? Huyu sasa wangapi? Maana Nyoshi hapa si huyu Jo watatu. Huyu watatu. Tuonyeshe wa kwanza mpaka wa mwisho. Kama umeamua kutuonyesha wa kwanza ya Stallone kwa Brandina, wa pili nitakuonesha wa mwisho. Ule Jo. Huyu kwa hiyo bado sasa hivi mpaka bado uko naye huyu au sasa hivi ipo niko naye, yuko boarding. Iko boarding Mbeya. Nyakyusa huyo. Sasa ukaangalia shape kama Afrika ya Kati. Twambombo. Sasa mtoto naye anapata shape ya mama yake. Unaona mtoto mdogo akuna mwangalia kwa Nyoshi hapo. Ufuge mbwa hapo. Na ile ya mwari wangu ya brand bwana. Huyu unaona huyu. Ujo wa mwisho. Kwa kweli jamani. Shakira. Mzume na huyu. Shakira c'est bon, c'est très joli. C'est joli. Unaona mambo haya? Huyu mama yake naye mamake Mkilosa, watu ya Kilosa. Morogoro kwenye Mpuro. Na mwingine jamani wote. Hebu andike wamefika wangapi sasa hivi tayari? Ana toto wengi. Maana naona kama tutatoboa kwa timu ya mpira. Watoto 14 tutatoboa. Na reserve tayari wapo wengine. Ana reserve. Mambo mengi so hatari. Tuendelee na mengine. Huyu ni kizazi. Hadi asisomaliza, tuendelee tu na mambo mengine. Kipenzi cha baba huyu. Nyoshi atatuzungusha mpaka basi. Unamwona kipenzi cha baba. Brandina huyo. Huyu Brand. Huyu pacha yangu huyo. Mtoto wa pili. Sura ya baba. Huyu mama yake naye wa Tanga. Brand mtoto kutoka Tanga. Tanga product wa Jaleo. Umemzoom huyo. Brand. Jacobo mezea mate, mtoto wa pili huyo. Ongea Nyoshi vizuri. Umeona? Jacobo umeona Brand. Mtoto wa pili, mtoto wa Kitanga na Kikongo. Anaitwa Brand Nyoshi Elisa Dash. Swahili upacha yangu huyo. Hajaolewa huyo? Ana hajaolewa lakini anaishi na yuko na anaitwa huyu mwanamuziki huyu nani kama Swag nani huyo? Salimini Swag sijue. Ule mwanamuziki wa Bongo Flava. Yule kumbe mkwe wako simu tena hapa ya tunaendelea na interview jamani. Tuweze kumalizia Nyoshi kwenye engo ya kwenye muziki sasa hivi. Upo kwenye muziki wa dance miaka tangu mwaka 97 ulipokuja Bongo. Tumeona juzi kati msanii mwenzio pia naye ni mkongwe Christian Bella ameweza kupewa uraia. Vipi kwa upande wako? No, kwani jambo moja nzuri sana. Unaona kila mtu anasemaga kila mtu ana bahati yake. Uko nasikia hawezi kusema sasa kwa Nyoshi ni mkongwe ndio atapewa. Leo wengine wamefariki hapa walitoka miaka 70 walikuja hapa 60 wengine hawakupewa. Kwa hiyo mimi najua kama Christian Bella amepewa, kwanza ni tushukuru na Mwenyezi Mungu. Inaonekana jinsi gani Tanzania hapo inasamini wa Kongo. Uko nasikia yeye ni zamu yake. Siwezi kusema kwa sababu yeye alikula kuku na mimi nikule kuku. Yeye anakula kuku, mimi naendelea na kisamvu. Itafika pia zamu yangu mimi nitakula, wakati kafika na mimi nitakula kuku na mwingine atabaki anakula kisamvu. Na mimi ule akakuja kukula kuku tutafaka vile vile. Kitu ni jambo la vizuri sana gisa amepewa uraia, ni ushirikiano mzuri Kongo na Tanzania. Kwa hiyo hata mimi tapewa tu, sina haraka kabisa. Kwa sasa wakati ikifika na mimi nitapewa tu. Mimi naamini
baada ya interview hii atapata. Ano bila hata kupata, lakini mimi itafika tu muda. Subra. Wakati. Subira tu Kila kitu ina baraka. Kila kitu ile nizamu ya Christian Bella amepata uraia ni vizuri sana, tena tunafurahi na Mungu ambariki sana, inapendeza na sema tupatia moyo. Kama Christian Bella anapata uraia na mimi ndio sitanyimwa. Siwezi kunyimwa na ule atanyimwa, hawezi kunyimwa. Tunaenda taratibu. Kila mtu atapata kwa wakati wake. Tunaenda hatua kwa hatua. Ya, ni vizuri sana. Sasa hivi wanasema mziki wa Bongo Flava umeshika tamu sana kuliko dance. Ingawa ukienda kwenye sehemu za mabaa makubwa imekuwepo bado mziki wa dance unapendwa. Vipi wewe kwenye engo yako unazungumza? Kwani Bongo Flava imekuja kupiga dance? Haiwezi kupiga mziki kwa sababu kwa muziki tofauti. Hawezi kusema Ulaya muziki wa Bongo na hip hop utasidia R&B ama utazidia rock and roll ama utazidia reggae mafia ama reggae. Kila kitu kiko na watu yao. Uko nasikia? Sisi tuna watu wetu. Kuna wapenzi wa dance, kuna wapenzi wa Bongo Flava, kuna wapenzi wa hip hop na kuna wapenzi wa reggae. Uko nasikia? Watu wanaona sema muziki wa Bongo Flava inazidia sana ya kwetu, inakuja kwa sababu ya kwao inapigwa sana kwenye radio. Ni tofauti kama gisi sisi tulikuwa tunapigwa sana kwenye radio, lakini muziki wa Bongo Flava ulikuwepo, kina Mr Nice walikuwepo na wao walikuwa napata watu. Ni kufuatana tu jinsi generation inaenda. Uko nasikia? Ndio maana kwa tunatoa ushauri kwa sababu hao wana muziki wa Bongo Flava wasitegemee tu nini open space. Uko nasikia? Na jona watu wanasema wanapiga kwa wapi? Wanasubiria tu festival, wanasubiria zingine nini, lakini mimi kwa uwezo ya kina Diamond Giso alikuweko kina Harmonize ifike mahala pia wakae waanze kupiga mashow zake. Mfano kama Diamond akaweka pale sana piga show Serena. Nani hawezi kuingia show ya Diamond akipiga pale Serena? Hata kaweka milioni 5 na uhakika Diamond atajaza ile ukumbi VIP ya Serena. Wala hii makumbi zenu wengine mnaitwa nini hizi? Hii makumbi zengine hizi mko mnaona mko kama maarena hizi mpya watajaza sana, lakini wakabeze sana upande wa kupiga open space. Wanasubiri wapige kwenye uwanja festival, na hiyo pia inaweza kuwalostisha kidogo. Wataonekana kama wapo, wataonekana tuweko kwenye mitandao. Lakini ni vizuri wale wanamuziki wafike sasa hatua kina Nandi, kina Zuchu, kina Maria Sama, kina Maua Sama, kina Diamond, kina Revane, kina Jux, waanze sasa kupiga kwenye maukumbi. Anaweka kiingilio VIP hata kwa mwezi mara 2. Alipiga Serena, alipiga na huku nani Arena. Na hakika wakaingia pale waweka tabe fulani, wataingia watu wengi sana. Sasa hivi Inosbi ni mwanamuziki generation yao. Inosbi anapiga VIP pale na ni Kongo na anajaza sana, anaweka $100, anaweka $50 na watu wanajaa hivi, na mawaziri na wa mabunge watu na matajiri wanaingia. Unaona, kwa sababu wakashikilia tu upande ya vijana wanasubiria tu wapige Bongo Flava. Uko nasikia wapige festival, wapige manini. Lakini kama wakaingia sasa masuala kupiga sasa kwenye ukumbi, wanaweka viingilio vyao wenyewe watapanga. Christian Bella amesubutu. Tuna Christian Bella mwezi wa 5 atapiga wapi? Milibani City. Uko naona amesubutu na uhakika atapiga na atajaza. Uko nasikia jo vile labda akatoka kupiga pale atapanga wengine tena kupiga wapi Arena. Wengine anaweza kupiga Serena pale kwenye Ferregola alipiga Serena. Sio nakumbuka hapa. Ni vitu inabidi tuanze kubadilika sasa. Leo ni Christian Bella. Nitafika siku nyingine na mimi nathubutu nasema ale na mimi naenda kupiga Milimani City, natafuta wadhamini. Na watu wataingia tu wengi. Ni vitu wenyewe tunakosa mipangilio na tunakosa wale managers. Wale management wa kusema aseme mimi mtu kama mimi nikapata manager kama Salamu boss wenu Salamu SK nikamupata Salamu gisi mimi niko Nyoshi nikakaa naye na akili yake gisi aliyeko nayo hapa, anasema mimi nataka kukaa na Nyoshi nimpigishe Serena, nimpigishe Arena, nimpigishe Milimani City.
anakusikiliza bosi. Kwa uwezo wangu bana atapata hela. Hata kama kaniwekea kiingilio 20,000, 50,000 bana ile itaingia tu. Vitu yote na promotion tu. Ni basi na kupata manager mwanajua. Kama Salama SK Gisi anajua, akapata mtu kama Nyoshu pana muziki wa dance. President mtawala, rais wa milele. Akanipata mimi mfano hivi. Atafanya pia biashara. Mimi nakatuona muda nao umetutupa mkono, na nataka maswali yangu mawili tu ambayo sasa hivi pia watu wa bendi huwa mnalalamikiwa sana kwamba sasa hivi mmeanzisha desturi, baadhi ya watu wa bendi kwamba mmeanzisha desturi ya kuweza kuingilio vinywaji ambao wetu tumezoea kwenye muziki wa taarabu. Hii kwako unalizungumzaje kama rais? No, inatokeaka sio watu wote. Inatokeaka leo unaweza kuweka kiingilio, wengine wengine unaenda kwenye kumbi, wengine akona baiko pembeni yake pale, anaogopa kuweka kiingilio, anasema akuweka kiingilio, wengine watakimbilia wapi? Kwenye baingi. Lakini mimi kuna masemo nyingi mimi napiga viingilio mikoani, tukienda kutembea mikoani kule, hata hapa Dar es Salaam kuna sehemu nyingine tunapiga viingilio. Inakuwaka sema wengine hasa kama hii mabendi za mandondo hizi ndio walileta ile masistema, anaweza kwenda kuingia, anaenda huyu akamwalika kwenye baa yake, akaenda pale anasema mimi najua kuimba nyimbo za Nyoshi, za Christian Bella, za Ali Chot, na ule kwa vile anafanya kopi, najua inakimbiza sasa watu kwenye ukumbi, inakimbiza watu wanataka kumwona Nyoshi na bendi yake original. Ukoona tunapiga kwa sehemu nyingine tunaweka vingilio, sehemu nyingine unapiga anasema tuweka kiingilio 5,000 ama 10,000, unapewa bia bili mlangoni, zipo wengine kiingilio tu unalipa unaingia. Tunafanya hivyo, lakini 100% kitu unaongea iko pia hiyo. Na ile ndio kidogo na vinafaa pia na haribu pia baadhi ya muziki, baadhi ya inashusha brand, inaharibu brand ya baadhi ya mabendi. Lakini mimi ni mwanamuziki mwenye kaka wakati tena na msimamo yangu. Kwa sababu mimi nishakaenda sehemu fulani anasema mniweke kiingilio. Bana Wanjara alikuja hapa, tulimwambia hapana kiingilio, akatameni nikasema unesha kubongelea Wanjara. Anaitwa Wanjara, ikipita inaitwa nini? Chambuchamu. Ule ni Wanjara, rais wa machamchamu. Ana mkataba yake, jinsi mlikubaliana. Lakini mimi pia na mkataba yangu. Mimi napenda mweke kiingilio. Na kwa alikaa hivi, kweli Nyoshi weka kiingilio, fanya matangazo. Uko ni kamunani Na kweli akaweka kiingilio na akanipatia mkono, akaniambia Nyoshi kweli kila watu wanaseka. Akasema alinisifu na ndio maana kila nikipiga kanialika nikapige pale, anaweka kiingilio na watu wanajaa. Turudi tumalizie, maana kwenye kipindi naisha, tuendelee. Itakuwa volume 1 na volume 2. Muda nao kwa mujibu wa J-Star anakuambia time hizi makangability. Ndio maana tunasema volume 1, volume 2. Nyoshi tupale buku. Tupale buku. Tumalizie kwenye Frida. Una ngoma mbili ya Frida pamoja na Mkorogo. Kwa nini Mkorogo kwanza? Frida tutanani? No, Mkorogo ni nyimbo moja hivi. Maana watu tulikuwa tunasafiri tuko tunaenda Morogoro na bendi kwenye basi. Niko tunafuata huku nyuma watu walikuwa naimba tu. Tunaenda Morogoro, Morogoro kwenye gari. Sasa mimi sinekaka mbele ya pale Costa, nekaka mbele. Mikono huku nyuma. Sasa nikafikiria kila nikienda vituo vya maredio, TV kote watu wanapenda kuniuliza mambo ya Mkorogo. Nikageuka nimekasa, kwa nini msiweke Mkorogo? Ndio akaza mimi nikaimbisha Nyosha na paka Mkorogo ikanoga. Wakati iliponoga moja kwa moja najua tukapata kama ndio sebe ikakuwa sasa kwenye show nika Mkorogo, watu wanaifurahi. Maana nikaimbisha watu kule wanaweza kutaka Mkorogo. Show naisha, mtu yuko anatoka mlangoni tu. Iko anatoka mlangoni tu, kwa nataka kwenda sikia tu Mkorogo. Anaenda nile tu. Unamsikia kidogo yake Mkorogo. Na usituache hivi Nyoshi, inabidi utupe kidogo kionjo. Ikabidi niseme ni wakati ulikuwa mazoezi kasema kwa nini tusitengeneze generic ya Mkorogo. Akweli tukatengeneza. Nikizani karibuni. Nimewakoa. Nimewakoa kabisa, watu wanapenda sana. Nao sasa hivi.
watu wanatama sana. Kwa hiyo nikasema njo nisha kutengeneza video, nikizani nikishatoa video ya nani ya Frida njo sasa natengeneza nani ya Mkorogo. Lakini Mkorogo tayari audio zilitoka na lipeka kwenye maredio, iko pia kwenye platform zote zipo, lakini video ndio watu wanasubiria. Okay, Frida kwa ufupi kidogo tupe. Bo na Frida no pile pia vile na wewe nimesha kuitoa kama ndio inaitoa kwenye platform, lakini ndio mara ya kwanza imetambulisha kwenye kipindi chenu inaitwa nini? Okay, kwenye Gentle. Kwenye Gentle nimetambulisha leo hapa kwenye Mjini FM, ndio nimetambulisha kwa dakika 10 hata dakika 5 nimefurahi. Watu wameisikia, nimependa sana. Kwa hiyo baada sasa hiyo ndio natoa sasa na video Joy itaanza na video yake. Lakini alisukuma hata nini teaser za video zipo hata kwenye mitandao yangu unaiona ipo. Tupe kidogo Frida tufunge nayo. Tambua kweli bado wewe ni mdogo, ukijaza watoto utafunza nini fifi? Rona pumzi yangu iko kwako Brandina. Frida nakupenda mama. Frida asali wa moyo wangu. Frida tarudi kwa ajili yako, miguu iko njiani. Frida nakupenda Frida weni wangu. Zanzibari sio mbali, nitakufuata. Zanzibari sio mbali, nitakufuata. Wimbo ukiusikiliza kwa uzuri kabisa Somo, ni wimbo ambao unahusu ambao watu yuko mbali na mahusiano yake. Lakini mwisho wa siku nakwambia Zanzibar sio mbali. Sio mbali. Kwenye tafutaji Somo watu ndio vile wakati nalianza kumtongoza nikamuuliza ile kaka mbali, unaona si wanaume ukasikia mwanamke kwa mbali unanguna kwana, iko Mbagala, iko Chanika, sijui iko wapi, kama huko hapa Kinondoni ama uko Mbezi ama uko Kimanga ama Mikocheni. Mwingine sasa wakati Frida alikaa pale kuuliza wewe unaishi wapi? Mimi nalikuja tu kutembea. Ulikia kutembea unaishi Zanzibar. Ikaambia Zanzibar mbali, nitakupata je? Aseme utanifuata tu, si unanipenda? Utanifuata tu jo. Frida weni wangu, Zanzibari sio mbali. Nafuatana na maneno aliniambia, kama Zanzibari sio mbali, utapanda tu butu, utanifuata. Ndio story ya kweli ni Nyoshi. Ni story ya kweli lakini sio kwangu. Ni story tu kwa rafiki yangu. Ya John alimwimbia. Kwa hiyo ukamtungia. Nikamtungia ile nyimbo, kasema alinipatia story yake jinsi ilivyo, kasema acha nimtungie. Ndio nikaacha, alikuwa anampenda yule mwanamke sana, lakini yeye si ni askari. Unaona ni askari, alikuwa anaenda Sudan. Sasa huko wakati amekaa Sudan huko sana, alikaa huko Masudani sana hivi, mwanamke akakuwa na wasiwasi, anajua maaskari hapa kula aneshaoa kule kama miaka miwili. Inakuwa anavurugana kwenye simu nini na nini, bwana anaambia niko huku kikazi, kazi yetu ni kama nini ya maskari. Leo tuko hapa, siko tu Sudan, tuko tunaingia paka kule vine. Lakini alipokuja ndio akamshangaa huko nasikia, lakini hapato alipokuja akamfuata Zanzibar na ndio vile ipokuwa nina akamua sasa waondoke naye. Kwa hiyo akaondoka naye huko Sudan huko. Basi sawa. Somo na lolote kwa Nyoshi? Mimi sina lolote kwa Nyoshi, labda Nyoshi angejaribu tu kuongea na mashabiki yake hapa. Mimi nasema kataka kunipata Nyoshi Sadati, mara nyingi unaingia kwenye mitandao yangu yote ya kijamii. Niko hapo, utanipata vizuri sana kwa ushauri na nini, mikataba yote kataka kuingia, unaingia tu kwenye Instagram yangu na nitumia message, tutaongea na kupatia namba yangu, tunaongea hivi na hivi tunamaliza. Sasa kwenye Bourdon nataka kunipata kila Ijubani kwa hapa The Breakpoint Makumbusho. Na Jumamosi ndio mimi nendaka kushoto kulia, leo niko huku maana Jumamosi ndio tunauza sana. Unaenda huku lakini Pasaka takuwa pale nani Kibozone. Siku Kibozone pale nani Mbezi Malamba mawili. Malamba pale ndio takuwa pale siku ya Pasaka, na siku ya mkesha takuwa pale ze doctors pale nani muneta nini hapa Kibamba CCM itakuwa mkesha pale, itakuwa kisha idi tatu itakuwa ya Jumatatu itakuwa pale nini Texas Goba pale roundabout pale. Kwa hiyo na siku nyingine ukataka tu kunipata
kawaida. Kwanza ukataka nini, watu mnaliaka sana sehemu ya VIP, karibu wewe unatoka huku sijue huku Mikocheni, unatoka Upango, unatoka wapi, tuseme kona yote ya Tanzania. Ijumaa, kila Ijumaa unanikutana pale The Breakpoint Makumbusho. Lakini sasa ukitaka kunipata sehemu yote, unasubiria tu unaingia kama Jumamosi, unaingia tu kwenye Instagram yangu, Facebook ama YouTube, uko na namba ya simu, unaangalia pale nini na nini kinachoendelea, update unaangalia tu utanipata. Kwenye Instagram yako unatumia jina gani? Nyoshi El Sadat yote Williams. Nyoshi El Sadat Williams. Ukone nje inaandikwa tu Nyoshi El Sadat, hapana, pake ndio unaona Nyoshi El Sadat Williams. Enjoy yamo naandika, ukiingia kwenye Bogos Muzika nayo ipo pale, utaiona. Sawa, sisi hatuna la ziada jamani. Lakini nashukuru sana kwa mara ya kwanza kunikaribisha kwenye kipindi chenu Machambu Chambu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa mara ya kwanza. Sikutegemea na wewe kutegemea, manake naona ulinipigia simu sana hivi na hivi, ikabidi nikasema acha safari make sasa mwanami tu gentil bienvenue la Mjini FM, nije kwanza nione pia kipindi cha kwenu ya Rashida na wewe Aptadi. Nimekuja kweli, kwanza mnaongea vizuri, mna kivutio kwenye kipindi chenu cha kusema kwa uko mtu ukaongea kitu lazima watu wasikilize. Chambu na ile joy inafanya biashara. Kama unaingia kwenye kipindi hauna vitu vya kuamusha watu, hata mzamini aje, unaelewa? Unaona vipindi tupe mashavu unaona vipindi vingi vimekufa, watu wengine waangalie, haina maana. Akunaona kama kipindi yenu kwa kisi mulianza tu hiyo, mulianza hiyo kuvutana hivyo. Kwanza ni kivito kikubwa, kila mtu atapenda kukifuatilia. Naona mko vizuri sana. Na mimi merci beaucoup mon ami tout gentil, bienvenue la Mjini FM, bienvenue le Chambu Chambu. C'est président wewe rais wa Machambu Chambu. Rais wa Machambu Chambu. Imepitishwa hiyo. Imepitisha. Kabla sijafunga, naona nashukuru sana brother Joshi kwa kuweza kuja Nyoshi kwa uzuri kabisa. Karibu sana, Chambu Chambu ni ya kwako muda wote, wakati wote. Mjini FM kwetu ni kwako. Wewe unaongea kama nani? Dr. Kumbuka. Kumekucha huyu ni ndugu yake ama nini? Unaongea kama Dr. Kumbuka. Safi sana. Ndio maana unavutia. Sauti za mamlaka. Za mamlaka, sauti za mamlaka za kivutio. Sawa. Asante sana. Kabla tujafunga, nyuma kamera alikuwepo J Star, lakini pia Somo. Naona una kitu kiwalo kikoba fulani kitamu kweli kweli. Na tunanukia jamani, toka kuacha Fadhila jamani. Sana. Yaani kwa kweli tumtaje udugu. Mwaka Kashushu. Udugu tajiri ana baya. Tajiri mwenye magofa yake pale. Unasikia perfume hizi? Tunanukia jamani kwa kweli. Na jamani tadi pia usisahau hii pia ni pochi imetoka kwa Mwaka Kashushu. Na kwangu mmesikia. Ni brand kabisa. Na kwangu perfume mmesikia. Tumesikia. Tutakupeleka kwa udugu wetu Mwaka Kashushu. Ana perfume za kitajiri. Za kitajiri tu. Munipeleke na tutakupeleka nani? Mwaka Kashushu. Mwaka Kashushu. Rais wa maperfume. Mwana Kashushu na mimi na Mwaka Kashushu. Tunakupeleka unweke Versace. Huyo Gucci. Huyo sio shida zake. Perfume zote zipo. Yuko za fake. Sio fake. Na hii pochi pia nimetoa kwa. Unaona Dolce Gabbana. Hebu kwanza Dolce. Unaona kabisa hii ni Gucci. Gucci. Huyu ni Mwaka Kashushu naye. Mwaka Kashushu. Anapatikana pale Kariakoo mtaa Mafia na perfume. Yes, anapatikana Kariakoo. Yes, kutokea pale Kariakoo mtaa Mafia na Bonde. Lakini sisi hatuna la ziada jamani. Waungwana tukiingia tunasema hodi, tukiondoka tunasema kwaheri. Mimi naitwa Aptadi Official, kwenye upande wangu wa Instagram natumia Aptadi_official. Nilikuwa na Rashida Wanjala, 1 mpaka 5 ndio cheo changu. Somo mwenye wari wengi Tanzania. Sina bambaba, sina kazi mbovu. Asante sana. Mpaka wakati mwingine tena. Ciao.